الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وزangu watukufu wa Islam, waumini, mashekhe, wanafunzi, sote tuliohudhuria katika jambo hili ambalo kwamba ni jambo tukufu sana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi wenye baraka, mwezi wenye kheri, mwezi wa rahma, mwezi wa maghfira, mwezi wenye neema nyingi. Jambo hili ni jambo kubwa sana, na mimi niwapongeze uongozi wa Masjidi Swahaba na Waislamu wa eneo hili na waumini wa eneo hili na walimu na mashekhe wa eneo hili kwa kuandaa jambo hili tukufu, jambo la kuihuisha Qur'ani, kuisoma Qur'ani, kuitangaza Qur'ani. Qur'ani ndio mwongozo wetu, Qur'ani ndio kitabu kitukufu, na hasa inatakiwa tuisome kwa wingi zaidi katika mwezi huu wa Ramadhani, ambao kwamba ndio mwezi Qur'ani iliteremshwa katika mwezi kama huu, katika usiku wa Lailatul Qadr. Ndugu zangu watukufu, mimi sitasema mengi, lakini hapa tumeona kwamba wanaoandaliwa ni watu bora, wanaoandaliwa ni watu bora, na wanaoandaa ni watu bora. Elimu inatakikana wapatikane watu watatu: mzazi, mwanafunzi na mwalimu. Ndipo mtoto atakuwa makini katika usomaji, ndipo mtoto atapata elimu. Na hapa tumeona hilo lipo, kwa sababu watoto wamesoma vizuri, tumepata kusikiliza Qur'ani kwa hukumu zake. Ni jambo la kushukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atia baraka katika mji huu na miji mingine kwa baraka ya Qur'ani. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alidumisha jambo hili. Ndio mwaka wa kwanza wameanza, lakini tumeona ni mwanzo mzuri. Kwa nini nimesema wanaoandaliwa ni watu bora? Kwa sababu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Mbora wewe ni yule ambaye kwamba amejifunza Qur'ani na akaifundisha. Huyo ndio mbora, yule aliyejifunza Qur'ani na yule aliyoifundisha Qur'ani. Hawa ndio watu bora. Na mpaka ulama wakasema anayesoma na anayefundisha hapa katika ubora ni sawa. Yani maana yake mwanafunzi na mwalimu katika ubora, kwa kule mwanafunzi kusoma ilmu na kule mwalimu kufundisha ilmu ni sawa katika ubora. Kwenye mengine watazidiana, lakini katika ubora wa kusoma na kufundisha ni sawa. Ulama wako wamesema hivi. Jambo hili ni jambo tukufu, na mimi nitanukuu maneno ya mwanachuoni ambaye kwamba ni Khalifatul Muslimina Suleiman ibn Abdul Malik. Aliwahi kusema kuambia watoto wake, baniya ta'allamul ilmi, baniya ta'allamul ilma, fabil ilmi yashrufu alwadi'u wa yanbughu alkhamilu wa ya'lu alariqa'u ila maratibil muluki. Watoto wangu, jifunzeni elimu, someni elimu. Kwa kusoma elimu anapata utukufu yule mtu wa chini kabisa, yule mtu ambaye kwamba ni wa chini, hafahamiki, anadharauliwa. Akisoma elimu atapata utukufu, na atazinduka yule ambaye kwamba alikuwa hajui chochote, hafahamu chochote, hana maarifa yoyote. Akisoma elimu atazinduka. Ndio tunaona watoto hao wamezinduka kwa sababu wamesoma Qur'an, wamesoma elimu. Lakini pia wanapanda madaraja ya juu kwa kusoma elimu wale watu ambao kwamba ni watumwa. Yule mtumwa kabisa kwa kusoma elimu anapanda juu. Na ndio tunaona sababu ya maneno haya kuwaambia watoto wake hivi ilikuwa ni Ata ibn Rabah, ambaye kwamba huyu ni tabiina katika wanafunzi wa masahaba. Amesoma kwa sahaba Abdullah ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhu. Huyu Ata ibn Rabah, pale mfalme alipoenda na watoto wake katika manasiki ya haji, ndipo watoto wakasikia mtangazaji anatangaza isipokuwa ni Abdullah ibn Najib, na kama huyo hayupo
basi Ata ibn Rabah. Sasa wale watoto walipomuona Ata ibn Rabah, alikuwa ni mtu ambaye kwamba ni mtumwa, alikuwa ni mtu ambaye kwamba ni aswadul lawn, ngozi yake ni nyeusi, alikuwa ni mtu ambaye kwamba ni mfalushari, nywele zake ni kipilipili, alikuwa ni mtu ambaye kwamba ni aftasul amfi. Wakashangaa sana, wakamwambia baba yao, iweje wewe uko hapa, wewe ndio khalifatul muslimina na wewe ndio mtu bora kabisa, leo hii atoe fatwa asiyekuwa wewe? Tena hapa ametajwa Ata ibn Rabah. Ndipo akawaambia, bani yataallamu al-ilma fa bil ilmi yashrufu al-wadi'u wa yanbughu al-khamilu wa ya'lu al-arqa'u ila maratib al-muluk. Kwa jambo la kusoma elimu ni jambo la faradhi juu ya kila Muislamu wa kiume na wa kike bila kujali umri. Leo hii watoto tuwaandae vizuri, lakini pia na sisi wazee tujiandae, kwa sababu muda bado. Elimu ni kuanzia utoto mpaka mwanandani. Iweje sasa wengi tunakata tamaa? Kuta mtu ana miaka 40 anasema mimi ni mzee. Al-Imam al-Kasai alianza kusoma akiwa na miaka 40. Mwanachuoni huyu mkubwa wa nahau ameanza kusoma akiwa na miaka 40. Na wengi wa mashehe wengi wamesoma wakiwa na umri mkubwa. Kwa hiyo hili jambo ambalo kwamba tunaliona hapa liwe ni fundisho kwa sisi, kila mmoja achukue nafasi kwa ajili ya kusoma dini yake. Na Qur'ani ndio kitabu kitukufu, na Qur'ani ndio mwongozo wetu, na kila mmoja atakana afanye Qur'ani ndio sehemu ya kinga kwake yeye. Na ndipo utaona yule kijana aliyotoka Basra akaenda kwa mwanachuoni Tawus bin Kaysan katika ulamai tabi'in, akamwambia, alimni mimma allamaka Allah, ewe mwanachuoni nifundishe katika yale ambayo kwamba wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekufundisha. Ndipo yule mwanachuoni akafurahi kwa yale maneno, kisha akasema, wallahi laqad adhkartani madhiyan la ansahu, ewe kijana na hapa kwa Allah umenikumbusha yaliyopita nyuma siyasahau, haithu kuntu idhaka shaban mithlaka, kipindi ambacho kwamba mimi nilikuwa ni kijana mfano wako wewe. Faataitu man baqiya min sahabati rasulillah sallallahu alayhi wasallam, wakati huo niliwaendea wale waliokuwa wamebaki katika masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sallu ala nabii. Fakultu lahum, nikawaambia, alimuni mimma allamakumullah, enyi masahaba nifundisheni katika yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekufundisheni. Faqalu li, ndipo masahaba wakaniambia, ijalil qur'ana ismata nafsika, ijalie Qur'ani ndio hifadhi ya nafsi yako, ndio ulinzi wa nafsi yako, ndio kinga ya nafsi yako, wa rabi'a qalbika, ndio starehe ya moyo wako, ndio starehe ya moyo wako. Wantasulahu, na jalia Qur'ani ndio sehemu ya nasaha, sehemu ya kujinasihi wewe, sehemu ya mabadiliko yako, sehemu ya maisha yako, sehemu ya biashara zako, sehemu ya kazi yako, sehemu ya ibada zako, sehemu ya taa yako, sehemu ya kuacha kwako maasi. Wasahul muslimina bihi, na wanasihi waislamu kupitia Qur'ani. Akamwambia haya mambo matano, kisha yule kijana akamwambia, ud'u li juzika khaira, niombe dua kisha Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa kheri. Ndipo akaombewa dua hii, rakadakallahu fima yataka wa zahadaka fima yafna. Na hii dua Mwenyezi Mungu nasi atuwafikishe na atupe dua hii ya mwanachuoni. Alimwambia yule kijana, Mwenyezi Mungu akupe moyo wa kuyapenda yale yote yanayobakia. Kuisoma Qur'ani ni katika mambo yanayobakia, kwa sababu Qur'ani siku ya Kiyama itakuwa ni kiombezi kwa wale watu waliokuwa wakisoma hapa duniani. Qur'ani itawaombea wale waliokuwa wakisoma hapa duniani. Kwa hiyo akaambiwa Mwenyezi Mungu akupe moyo wa kuyapenda yote yanayobakia, na wazahadaka fima yafna, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akupe moyo wa kujitenga na yale yote yanayoondoka, zile ghururu dunia, yale madanganyifu ya dunia. Mwenyezi Mungu akupe moyo wa kujitenga na hayo. Wa duniana wa imina ilaiha wa taala biha almata'u ila alqidai, hii dunia yetu hata kama tutapondokea kwenye hii dunia na starehe zetu zikawa ni ndefu sana, starehe zile zitaenda kukatika.
Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe baraka, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufungulie milango ya kheri na atukinge na milango ya shari.